Ndugu waandishi wa habari, tumewaita ili tuwape taarifa fupi juu ya shughuli za kamati ya hesabu za serikali za mitaa ambazo zinaendelea hivi sasa. Ninapenda kuujulisha umma kwamba kamati ya hesabu za serikali za mitaa imeanza kutekeleza wajibu wake kwa niaba ya Bunge wa kuzihoji halmashauri mbalimbali nchini kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yameibuliwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Na katika hatua hii tunapenda kumshukuru sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametoa kibali. Katika hatua ya awali wakati wa bunge la bajeti tulipata nafasi ya kuzihoji halmashauri 8, na katika hatua hii ya sasa ametoa kibali cha kuzihoji halmashauri 39 kutoka katika mikoa 15, na nitazisoma katika hatua ya baadaye halmashauri hizo. Katika hatua ya sasa kamati ya LAC inapata nafasi ya kuwahoji viongozi wa halmashauri hizo, hasa afisa masuhuri kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri pamoja na management yake juu ya masuala mbalimbali yaliyoibuliwa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali katika halmashauri husika. Lakini pia kamati ya LAC inachukua fursa hii kufuatilia utekelezaji wa maagizo mbalimbali ambayo yalitolewa na kamati hii katika nyakati zilizopita, lakini pia na maelekezo yaliyotolewa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Kwa hizo ndio kazi kubwa ambazo tunazifanya, na tunayafanya yote haya kwa kuzingatia kanuni za Bunge. Ukisoma kanuni za Bunge, hasa katika kanuni ya 14 inatoa majukumu yafuatayo kwa kamati ya hesabu za serikali za mitaa. Mosi, tumepewa wajibu wa kushughulikia maeneo yenye matumizi mabaya ya fedha za serikali za mitaa yaliyoainishwa katika taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Kwa hiyo katika kipindi cha sasa maeneo yote ambayo CAG ameyaainisha kwamba yana matumizi mabaya ya serikali, tunapata nafasi ya kuwahoji sasa maafisa masuhuri kwa maana ya wakurugenzi, kwa nini matumizi yao yamefanyika vibaya. Tunasikiliza utetezi wao na tunaangalia kama una msingi wowote, na kisha tunatoa maelekezo. Maelekezo ya awali yanatolewa na kamati, lakini baadaye, baada ya kuzihoji halmashauri zote katika mwaka husika, tunapata nafasi pia ya kupeleka mapendekezo katika bunge zima, na baadaye tutapata maazimio ya bunge ambayo yatakuwa ni maelekezo kwa serikali. Hili ndio la kwanza tunalifanya. Lakini la pili, tunafuatilia utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na kamati ili kuondoa matatizo hayo. Kamati ya LAC kila inapokaa inatoa mapendekezo yake ya hatua za kuchukuliwa. Kwa hiyo tunafanya tathmini ya utekelezaji kama ulivyoainishwa na CAG, na tunaangalia kama kuna umuhimu wa kutoa mapendekezo mapya. Na la tatu ni kutoa mapendekezo na ushauri kwa serikali za mitaa kuhusu matumizi mazuri ya fedha ili kuhakikisha kwamba tatizo la matumizi mabaya ya fedha za umma linapungua. Kwa hiyo haya ndiyo masuala makubwa ambayo tunayafanyia kazi, na huu ni wajibu wa kawaida wa kamati ya LAC. Na kwa faida ya Watanzania, halmashauri ambazo tunashughulikia hivi sasa nitazisema upesi. Jana tarehe 3 tumeanza na mkoa wa Singida ambako tulipata nafasi ya kukutana na maafisa masuhuri katika manispaa ya Singida pamoja na halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Na kwa mkoa wa Kigoma ambao tunaendelea nao hivi sasa, tutashughulika na halmashauri 3 ambazo ni halmashauri ya mji Kasulu, halmashauri ya manispaa ya Kigoma na halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Kesho Jumatano tarehe 5 tutashughulikia halmashauri ya manispaa Tabora, halmashauri ya wilaya ya Sikonge na halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Na Alhamisi tarehe 6 Agosti tutashughulikia halmashauri 3 katika mkoa wa Pwani ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Kibaha, halmashauri ya wilaya ya Kibaha na halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo. Ijumaa tarehe 7 Agosti tutashughulikia halmashauri 2 za mkoa wa Dar es Salaam ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Kigamboni, ya manispaa ya Ubungo. Alafu baada ya mapumziko ya weekend tarehe 10 Agosti tutashughulikia halmashauri
za mkoa wa Lindi ambazo ni halmashauri ya wilaya ya Ruangwa na halmashauri ya wilaya ya Liwale. Na tarehe 11 Agosti itakuwa ni zamu ya mkoa wa Shinyanga na tutashughulika na halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, halmashauri ya wilaya ya Kishapu na halmashauri ya wilaya ya Msalala. Jumatano tarehe 12 Agosti itakuwa ni zamu ya mkoa wa Geita na tutashughulikia halmashauri za manispaa ya Geita, halmashauri ya wilaya ya Bukombe na halmashauri ya wilaya ya Geita. Tarehe 13 Agosti itakuwa ni zamu ya mkoa wa Mara na tutakuwa na halmashauri 3 za Musoma, Bunda na Tarime. Ijumaa tarehe 14 Agosti itakuwa ni mkoa wa Songwe na tutashughulika na halmashauri za mji wa Tunduma, halmashauri ya wilaya ya Mbozi, ndizo tutazoshughulikiwa kwa mkoa wa Songwe. Alafu tarehe 17 Agosti tutashughulikia halmashauri za mkoa wa Rukwa ambapo tutashughulikia halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga na halmashauri ya wilaya ya Mkasi. Tarehe 18 Agosti tutashughulikia halmashauri za mkoa wa Ruvuma ikiwemo halmashauri ya manispaa Songea, halmashauri ya wilaya ya Madaba na halmashauri ya wilaya ya Namtumbo. Jumatano tarehe 19 Agosti tutashughulikia halmashauri kutoka mkoa wa Tanga ambazo ni halmashauri ya jiji la Tanga, halmashauri ya wilaya ya Muheza na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Tarehe 20 Agosti 2026 itakuwa ni zamu ya mkoa wa Kilimanjaro, tutashughulikia halmashauri ya manispaa ya Moshi, halmashauri ya wilaya ya Same na halmashauri ya wilaya ya Moshi. Ijumaa tarehe 21 Agosti tutashughulikia halmashauri za mkoa wa Manyara ambazo ni halmashauri ya mji Babati, halmashauri ya wilaya ya Anang na hapo tutakuwa tumemaliza halmashauri zile 39 ambazo tumezitaja. Tunayafanya yote haya ili kutekeleza maono ya Mheshimiwa Spika ambaye alisema ndani ya bunge kwamba ni lazima bunge litekeleze wajibu wake wa kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma, na wajibu huo kwa upande wa serikali za mitaa upo kwetu sisi kamati ya hesabu za serikali za mitaa. Kila itapohitajika na kwa kibali cha bunge tutachukua nafasi kuwapa briefing za mara kwa mara juu ya nini kinachoendelea. Asanteni sana, tunawashukuru sana.